Jerome ambaye anachukua dhamana ya kuzungumzia yale ya ambayo hatuchezi ni kama ameamia upande wa pili. Jerome? Naam. Uko sawa sawa? Mzee Mwinga hapa, Jerome Saka Mwinga. Niko sawa. Uko sawa sawa? Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Siku zote katika maisha yetu anatupigania. Madam tunaamka tuko salama. Kasoro kuchapisha t-shirt. Kucheza nini? Ameamia upande wa pili. Kucheza nini? Radi ya Kariakoo. Tarehe ngapi? 25. Tarehe 25. Tarehe 15 imeshindana kwa ajili ya nini? Wanasema dabi ya mama haina kipengele. Mama ni nani? Ndiye mwenye maamuzi ya mwisho kwenye nchi hii. Kwani mama ndio mwenye mamlaka ya mpira katika nchi hii? Ndiye mwenye maamuzi ya mwisho kwenye nchi hii. Ndio mwenye mamlaka ya mpira? Natumia busara. Ipi? Ipi? Zimetumika busara. Asidanganywe wa Tanzania, afanye siasa. Yuko Simiyu huko. Na kesho anaenda Mwanza kwenda kufungua madaraja. Mpira wa watu wengine. Nasikia mmegoma kukataa juu ya kile ambacho ameomba mama. Kutokana na kwamba mkifikiria zile ndege ambazo alikuwa akiwapa. Ujue tunahitaji mabadiliko katika nchi, katika mpira. Kama tunahitaji mpira mabadiliko katika nchi, na pia hata tunahitaji mabadiliko ya katiba. Kama watangulizi ambao waliotangulia ni kwamba katiba ambayo tulionayo ni katiba ya Fati. Katiba ya TFF kupitia BMT ambayo inasajiliwa na BMT hatuna. Kwa hiyo mpira wetu unaongozwa katika mazingira ya kisiasa. Ukiangalia katika mipira bodi ya ligi TFF na BMT, ukiangalia katika mifumo yao ni kama chama tawala CCM wanapingana na Chadema. Kwamba Chadema hana haki ya kuishi katika nchi, lakini CCM ana haki ya kuishi katika nchi. Ndio ambacho kilichofanyika juzi, akaenda Arafati na akaenda Mangungu. Mangungu tunajua ameenda kwa sababu anataka Ubungo. Anaenda kutafuta ubunge, anataka kwenda Kilwa. Hajaenda kutafuta mpira pale. Anaenda Kilwa. Kwenda kugombea ubunge jimbo la Kilwa. Inasemekana baada ya kurudi kumetokea mparaganyiko mkubwa zaidi kwenye bodi ya Simba Sports Club, kwa maana kwamba wajumbe dhidi ya mparaganyiko ule usikia ni upi? Mimi nasikia mparaganyiko moto mwaka upi, mbona tusikii? Maana ukimya mkubwa sana. Unataka waseme ni kwani Simba mwenyeji wa hiyo mechi? Watoe tamko. Simba mwenyeji wa hiyo mechi? Viongozi watoe neno. Hawezi kutoa tamko sababu sio mwenyeji. Ndio maana tarehe 15 iliyopita na wiki zilizopita msemaji wetu aliwaambia watu wa Yanga kwamba hebu tangazeni viingilio ili Simba waende, Simba wakati tiketi. Kwa sababu mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 walikata washabiki wasiopungua 40,000. Ule uwanja sasa hivi unakidhi vigezo vya watu 60,000. Kuelekea tarehe 15 posti mbalimbali na maandalizi ya kuelekea kwenye mchezo huo yalionekana, na mara kwa mara msemaji akitoka hadharani na kuhabarisha umma juu ya maandalizi kuelekea kwenye mchezo. Ndio. Baada ya tarehe 25 hakuna neno lililotoka lolote. Ukimya huu kwenye viunga. Kwanza mimi nawapongeza sana klabu ya Simba katika viongozi ambao wana weledi mkubwa katika nchi hii na kimataifa ni Simba. Simba hawajawahi kufeli katika mambo ya kikanuni, Simba hawajawahi kufeli katika mambo ya kisheria. Lakini upande wa nyuma mwiko siku zote wanafeli katika maisha katika kanuni na sheria pia. Ndio maana Simba kama uliipata tetesi wamekaa, wana maamuzi ya kuweza kukaa kwa sababu msimu ujao 2025-26 kwa sababu tunataka tufanye usajili mpya, wachezaji wapya, lazima mujibu wa kanuni ya klabu ya Simba waweze kukutana mara kwa mara. Hata kama katika swala la uongozi wa Simba na Yanga kukutana mechi tarehe 25 kwamba Simba hawawezi kupaswa tena kwa sababu mechi yao tayari ishachakatwa na mechi yao ilishaichakata tarehe 15, maana bodi ya ligi ndio wameiahirisha mechi kutokana na simu ambazo wanazopigwa na vigogo. Kwa hiyo kwamba sisi tunawaachia hao vigogo wanaopiga na simu wakacheze wao. Ninyi mmejiandaa vipi kwenda kuisupport timu yenu tarehe 25? Tarehe 25 unaisupport vipi? Maana yake wakuweza kuisupport timu waweze kupambana, waweze kutangaza ni Yanga sio Simba. Sasa Simba atasemaje? Mechi sio mwenyeje. Dabi ya mama lakini haina kipengele. Ndio maana nikwambia kwamba mama ni rais wa nchi hii, sio rais wa mpira. Sasa hivi wanavaa mashati. Ujue vyeo vya rais, kuna rais wa CWT, kuna rais wa TFF, kuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna rais wa Mapinduzi Zanzibar. Wewe unazungumzia kwamba mama yupi? Sababu hata waziri wa afya tunaye mama, anaitwa Jennifer Magama. Mama gani? Na ninyi mnataka kuingia mitini? Miti gani? Tarehe 25. Simba hawezi kumkimbia Yanga. Kwa sababu gani ankimbia Yanga? Hao wanasema timu yenye msimamo nchi hii ni moja tu, ni Young Africans. Wanataka kuona hawa mgongowazi? Wanataka kuona kifua chetu. Mgongowazi kwamba wana msimamo gani? Wanasema kama nini wanaume mchezee timu tarehe 25. Yaani kwamba wale ni wanawake. Kama Simba wanaume, Yanga ni wanawake, kwa Yanga wanawake, Simba wanawake. Wenyewe ni wanaume. Wanaume kwa wanaume wanakutana. Wamegombea mchezo wa tarehe 15. Asema sisi kama wanaume, kwa maana sisi sio wanaume. Tulikuwa wanawake ndio tunataka tuwe wanaume, si ndio? Ukisema nyinyi wanaume, maana yake wao wanawake.
Wao ni wanaume zaidi. Wao ni wanaume zaidi. Kwa hiyo Simba ana uume gani na wanaume gani? Sikiliza ndugu yangu, katika nchi hii tangu uanzishe mpira mwaka 1935 mpaka 1966 hivi vilabu vile vilianguka katika malengo ya kisiasa. Na tarehe 26 mwezi wa 10 itakuwa Jumapili. Na bunge linavunjwa wiki ijayo tarehe 27. Ijumaa hii baraza la madiwani linavunjwa. Wao wanakuja katika mifumo ya kisiasa kwa ajili waingie katika milengo ya kujinufaisha katika maisha hii. Siasa ya Tanzania hii wanabeti. Serikali inabeti. Wanakuja kubeti katika mpira wa Simba na Yanga. Kama katika maslahi ya mpira wa Simba na Yanga, na kuambia ndugu mwandishi wa habari, ukweli usiopingika, Simba tarehe 25 apeleke timu. Kwani serikali imeingilia kwenye hili? Ndio maana yake. Kwa nini amemuta Mangungu? Kwa nini amemuta Arafat Haji? Alikwenda kutafuta suluhu. Kwa nini alimteua waziri wa michezo? Kwa ajili ya usike na nini? Waziri wa michezo ni Pragamanda Kabudi. Kwa nini asihusike Kabudi kama aliwaita Benjamin Mkapa, uwanja wa Mkapa, kuwaita viongozi wa Simba na Yanga na hakusema chochote? Kwa nini mama leo hawaite? Kwa sababu mamlaka za na kati yule ni dhamana ya michezo. Rais Samia ni dhamana ya michezo. Ndio maana anasema katika dunia hii miungu ambayo tulionao katika ulimwengu huu wanatuharibia mpira wa Tanzania. Rais wa Samia azungumze na mambo ya kiserikali na mambo ya kisiasa, asigusie kuhusu masuala ya mpira. Mpira wa Simba na Yanga ni mpira ambao yeye hata uweza mpaka atastaafu yeye hata uweza. Kama siasa aendelee kufanya siasa, abeti kwenye mambo ya kisiasa, asibeti kwenye mambo ya Simba. Simba ndio ataonyesha, na Simba wana ukomavu mkubwa katika hili kwamba hawana mamlaka yoyote serikali hii kuweza kuyaibisha Simba kwa namna yoyote. Simba ambao kama mechi ya peleki tarehe 25. Amchezi tarehe 25. Kama kauli ya viongozi wakizungumza tuchezi, tutaonga mkono. Hamjatazama mbele ya kuona nini kitawakuta. Maadamu Simba hawajasema tarehe 25 kwamba hatuchezi, kama hawachezi tunaonga mkono, kama wakicheza tunaweza kuunga mkono. Yanga hawana timu ya kuifunga Simba. Walioyataka mengi yametimia. Yanga hawana timu ya kuifunga Simba. Una maana gani kusema hivyo kiwa hawajui mpira? Mpira wao uchao, wanaruka mageti, wanaruka ukuta. Wao wana mpira kama wanajiamini, mbona waingie katika mlango? Kumbe mnalijua hilo. Sio chawi. Kwa nini na nyinyi? Watu wa ulozi. Sasa Simba inatumia ulozi. Simba hawezi kutumia ulozi. Simba anacheza football, na Simba katika barani Afrika Simba ni ya 5 katika viwango mpira. Umepoteza mataji yote katika mashindano ambayo umeshiriki msimu huu. Taji pekee ambalo lilosalia ni NBC, na huko nyuma ya alama. Kwa mazingira haya ya kisiasa. Mazingira haya ya kisiasa tunawaachia wachukue ubingwa. Na tunawaachia wachukue ubingwa. Mmesusa? Hatujasusa. Sio taratibu zinavunjwa. Hivi zikivunjwa taratibu wao unazifuata? Wamesema itini mamlaka. Kama mamlaka ikitaka haitaki kututisha wanatuongoza, itini mamlaka. Maana sisi tuwatii wao. Sisi ndio ambacho tunasema sisi. Maana taratibu wazitoe juu tuzifuate sisi. Sisi tukisema wao sisi. Asilimia ngapi NBC msimu huu kwenye viunga vya Msimbazi, ikiwa miaka 3 na ukame wa kombe hili? Sisi tuchachukua hela zaidi ya NBC. Juzi tumechukua hela zaidi ya NBC. Sio tunaweza sema na Berkane. Bei gani mshindo wa pili amechukua? Mshindo picha amechukua Berkane. Ni thamani ya NBC, thamani ya Azam TV kuonyesha matangazo yao, thamani haifiki kuliko hata mshindo wa pili kuchukua kombe la CAF. Kwa hiyo ile kombe mnawachia wachukue tu. Ndio sababu ya kutokuleta timu tarehe 27. Simba ina mafanikio makubwa sana msimu huu. Kamilisha ratiba. Haikamilishi kwa ujinga. Ujinga sina maana ya kwamba ni matusi. Na upumbavu sina maana ya kusema kwamba ni matusi. Lakini ninamaanisha kwamba kama kisiasa zinaendeshwa katika mazingira ya kijinga, kwa sababu watu wanaposoma katika Zaburi sura ya 18 mstari wa kwanza amesema mpumbavu hajui moyoni mwake kama kuna Mungu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba mjinga ni mtu ambaye hawezi kujitambua. Kwa hiyo kwamba mpira huu wa Tanzania kama wenye mpira watashindwa kujitambua, Simba tupeleke timu. Simba atupeleke timu. Rudia kauli yako. Simba atupeleke timu. 25. Atupeleke timu. Hauchezwi. Shukrani sana Jerome Isaya kwa kuzungumza na washabiki wa soka. Mimi naitwa Jerome Isaka Mwinga. Jerome Isaka Mwinga, sio Isaya. Mwinga. Kuniita mzee Mwinga sawa. Ulikuwa unaunguruma. Nakushukuru sana.